DW. Maoni. Syria imejiunga na muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani unaopambana na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Hatua hii ilifikiwa kufuatia ziara ya rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa mjini Washington, ambako alikutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Hatua hii ya Syria inaonekana kama mpango mkubwa zaidi kuliko wanachama tu wa muungano huo. Maswali muhimu zaidi yanayozunguka ziara ya al-Sharaa nchini Marekani ni ikiwa ziara hiyo itasaidia kurejesha uhusiano wa kawaida, na athari za muda mrefu zitakuwaje kwa ushirikiano wa kikanda wa Syria. Lipo pia vilevile suala la mustakabali wa kiuchumi, utulivu wa ndani na uwezekano wa makubaliano ya amani na Israel. Je, ni mwanzo mpya kwa siasa za Syria na ushawishi wa Marekani Mashariki ya Kati? Je, ni ishara ya mabadiliko ya kikanda na enzi mpya katika eneo zima la Mashariki ya Kati? Katika meza ya duara leo tunaye Abdul Fattah Musa akiwa huko mjini Tehran nchini Iran. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na mwandishi wa habari wa siku nyingi. Huko nchini Marekani tunaye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Na jijini Dar es Salaam, jiji kubwa la kibiashara la Tanzania, tumebahatika kwa mara nyingine tena kuwa naye Ibrahim Rahbi. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na hasa pia eneo la Ghuba. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja basi tuanze nawe Profesa David Monda hapo Marekani. Tumeshuhudia al-Sharaa akikutana na Rais Trump. Kwa maoni yako, unaona Marekani inataka nini kwa Syria? Nadhani Marekani inataka masuala matatu. Ya kwanza ni ya kisiasa na kidiplomasia. Inataka kuwepo na hali mbadala kati ya uhusiano wa Syria na Israel kwa upande fulani, na pia inataka Syria kutokuwa mshirika wa karibu wa Iran kama vile ilivyokuwa enzi za nyuma. Marekani cha pili inataka pengine kuipiga kalamu ule ushawishi wa Urusi. Syria ilikuwa mshirika wa karibu sana wa Urusi, hususan enzi za vita baridi, enzi za Hafez al-Assad. Alikuwa mshirika wa karibu wa Urusi, na Marekani inajaribu kuitenga Urusi kwa maslahi zake za kiusalama na pia za kibiashara na eneo ya bahari ya Mediterranean na eneo ya Mashariki ya Kati. Lakini ya tatu pia Marekani inataka uhusiano wa kiuchumi. Tunajua kwamba Syria imebanwa na vikwazo vya kiuchumi na Marekani na mataifa mengi ya Ulaya. Kwa hivyo pia kiuchumi Marekani ingependa kuboresha uhusiano wake wa Syria ili kusaidia kuijenga tena taifa hilo ambalo limegubikwa na vita vya ndani. Haya, asante sana Profesa Ibrahim. Unamsikia hapo Profesa Monda akiainisha masuala kadha wa kadha. Tugusie uhusiano baina ya Marekani na Syria. Je, unaona kwamba ziara ya al-Sharaa inaashiria mabadiliko makubwa kuelekea mahusiano ya kawaida baada ya karne ya mvutano, au ni mpangilio wa muda unaoendeshwa na malengo maalum ya muda mfupi? Bila shaka yote yanaweza yakaenda pamoja, kwa sababu ndani yake kuna hivyo vitu na kuna harufu na ushawishi na kila kitu. Na hata ukirudi nyuma sana unaweza kugundua kuwa si mambo ya bahati mbaya labda yanafanyika, si bahati mbaya. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kuona kuwa vimepangiliwa kwa muda mrefu zaidi na vinatimizwa katika kile ambacho unakiona kinaenda kwa usahihi kwa upande mmoja ambao umekuwa ukijaribu kutimiza. Ukitazama al-Sharaa mwenyewe, zao la al-Sharaa kutoka kuwa mpiganaji ambaye alikuwa akivipinga vikosi vya Marekani ndani ya Iraq katikati ya miaka 2000 mpaka mwanzo wa miaka 2011, anaachiwa na Marekani kutoka kwenye gereza la Abu Ghraib. Hapo unamuona al-Sharaa anakwenda kuanzisha HTS na anatangaza kuanza kujitoa makucha yake kuwa sehemu ya ushawishi unaotoka ndani ya Al-Qaeda, kwa sababu yeye ni zao ambalo lilitoka mnyororo wake
na Al-Qaeda, sawa na IS walipotoka. Kipindi hicho miaka 6 ya kuwa gerezani, lakini baada ya pale anakuja kuanzisha kundi ambalo linakuwa liko kule Idlib. Baadaye tunakuja kuona mipango inakuja kuleak baada ya yeye kuchukua sasa nchi. Tunaona kuwa mipango mingi ilisukwa ndani ya Uturuki, lakini na washirika wa karibu wakiwemo Marekani. Kwa hiyo haya yanayofanyika sio masuala ya bahati mbaya, ni masuala ambayo yaliandaliwa kipindi cha nyuma kwenda mbali kabisa. Sasa shida kubwa ambayo imekuwepo, na Trump anabeba vitu vingi kwa wakati mmoja, na naweza nikasema kuwa kwa bahati mbaya sana awamu ya pili ya Trump imekuwa ni ngumu sana, kwa sababu ni awamu ambayo alitoa ahadi nyingi kwa Wamarekani, lakini awamu yake imekutana na vikwazo vingi sana, hasa kwa mizozo iliyo nje. Urusi, Ukraine inamsumbua kichwa, mgogoro wa Israeli na Hamas mpaka sasa bado, lakini mgogoro wa Lebanoni. Katikati ya hilo kumekuwa na hili ambalo lilitokea hapo Syria, licha ya kuwa ilikuwa ni kipindi cha mwisho cha utawala wa Biden, lakini amekutana nalo pia Trump. Sasa kipindi hiki anajaribu kupambana kutaka kuwa Trump wa MAGA, lakini wakati huo anataka kujaribu kurekebisha baadhi ya mambo yanayotokea kama haya yanayotokea Syria. Kwa hiyo kwangu mimi bado safari ni ndefu sana, hasa ukiangalia Syria ilivyovurugika na mahusiano ya Israeli na Syria, lakini Uturuki kwa pembeni na Israeli, lakini pia mkono wa Irani na uhusiano wa Urusi na Syria. Bado mambo ni mengi ambayo naona muda wa Trump ni mdogo sana kujaribu kuyatatua haya. Anaweza akafanikiwa japo kiasi kutatua, kwa sababu Syria inahitaji muda mrefu sana kujaribu kuanza kufikia hicho ambacho umeniuliza, au hiyo ndoto ya Wasiria kufikia pale wanapopataka. Haya, tumsikilize Abdul Fattah Musa, yeye akiwa eneo la Mashariki ya Kati. Jungu kuu wanasema halikosi ukoko. Mahusiano kati ya Marekani na Syria na ziara hii ya Al-Shara, unaiona kwamba inaweza kuwa mwanzo mpya wa kubadilisha jinsi siasa zinavyofanyika kati ya Syria, Marekani na Syria na Israel? Bila shaka nadhani mengi wametangulia kueleza wenzangu waliotangulia, lakini kwa kuongezea tu hapo hiyo nukta ambayo umeiashiria mwisho kuhusu suala zima la uhusiano wa Syria na Marekani na wakati huo na Israel. Tunajua kwamba Rais Donald Trump, kama inavyoeleza Israel yenyewe na hasa waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu, wanasema ndiye rafiki mkubwa zaidi katika historia ya Marekani au baina ya marais wote wa Marekani. Trump ndiye mtu ambaye amekuwa ni muungaji mkono wa kiwango cha juu kabisa kwa Marekani. Na katika hili tusisahau kwamba Rais Trump, kinyume na marais wote waliopita wa Marekani pamoja na maazimio ya Umoja wa Mataifa, yeye ametambua rasmi eneo la minuko ya Golan la Syria ambalo linakaliwa kwa mabavu na Israel, kwamba hilo ni eneo rasmi la Israel, hatua ambayo bila shaka inaifanya au inaufanya mvutano na mgogoro baina ya Israel na Syria uwe tata zaidi, na hasa tukizingatia kwamba baada ya kuangushwa utawala wa Rais Bashar al-Assad wa Syria, utawala uliopita, ni kwamba Israel ilitumia fursa hiyo kuzidi kujizatiti kijeshi ndani ya ardhi ya Syria katika upande wa kusini, na hadi sasa imebaki kuwa huko. Kwa hivyo suala la kwamba uhusiano mpya ambao umefunguliwa ukurasa wake katika safari hii ya Rais Ahmad al-Shara huko Washington na mazungumzo yake na Rais Trump huko White House, kwa upande mwingine, kama alivyoashiria Bwana Ibrahim Rahbi, katika majukumu ambayo anaonekana amejibebesha na anakusudia kuyashughulikia Rais Trump, ni hili moja la msingi, kwamba kuona suala la mzozo na mvutano wa mgogoro wa muda mrefu baina ya Israel na Syria nao pia unaweza kupata suluhisho, hasa katika huu msimamo wake wa kuhakikisha nchi nyingi za Mashariki ya Kati, za ulimwengu wa Kiarabu na za Kiislamu kwa ujumla zinajiunga na kile alichokianzisha kama mkataba wa Abraham au Abraham Accord, ambao lengo lake ni kutaka kuona nchi nyingi zaidi za ulimwengu wa Kiarabu zinaitambua Israel, zinaanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel. Na hiyo ni jambo ambalo bila shaka lengo lake moja ni kuona kwamba Israel inakuwa na sauti kubwa katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Lakini tusisahau pia kwamba msimamo wa Israel wenyewe kimsingi si kuridhika kuwa na uhusiano mzuri na majirani zake, lakini zaidi kuna bado ile ndoto ya Israel kujipanua kijeshi katika eneo hili. Na hilo ndio jambo ambalo tunaweza tukasema kwamba
kila tukiangalia hii ndoto ya Rais Trump, sijui ni kwa kiwango gani itaweza kufanikiwa kuwa ni chanzo cha kupatikana uthabiti katika eneo hili badala ya kuwa ni chanzo cha kupatikana mvurugiko mkubwa zaidi wa usalama katika eneo hili. Utulivu wa kikanda. Ni baki nawe Abdul Fattah. Ushirikiano huu baina ya Syria na Marekani ambao sasa hivi ndo tunaweza kusema umeanza kuchomoza, unaweza kusaidia kuwezesha makubaliano ya amani na Israel. Na Syria itachukua jukumu gani ukiangalia hivi katika kupambana na makundi ya kigaidi kama vile Hezbollah ambao bado wanasumbuana na Israel, na tumeona Israel kifanya mashambulizi katika maeneo na ngome za Hezbollah, mashambulizi ambayo yamekuwa yakikosolewa na kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Lebanon kule UNIFIL. Kwa kweli nafasi ya Syria yenyewe katika hichi kinachoitwa vita vya kupambana na makundi ya kigaidi ni kitu ambacho kwanza chenyewe kina utata, kwa sababu tukumbuke kwamba Marekani hiyo hiyo ambayo ilikuwa ikimtambua Ash'ari kama ni gaidi ambaye kichwa chake kina thamani ya dola milioni 10 za Marekani na kutaka kuhakikisha kwamba ikipata taarifa hizo inamaliza, ndiyo hiyo hiyo sasa ambayo imebadilika na kumkaribisha katika ikulu ya White House. Ni mtanziko pamoja na kwamba Rais Trump mwenyewe amesema kwamba kila mtu ana historia yake yenye misukosuko ya huko nyuma, lakini la msingi sasa tuangalie hapa na kuelekea huko mbele. Kwa hivyo linapokuja swala zima la kusema kupambana na makundi ya kigaidi, hata Ahmad Shara mwenyewe anaonekana kwamba atakuwa ana mvutano wa ndani anaokabiliana na uungaji mkono wake, kwa sababu kuna makundi yanayotambulika kama makundi yenye misimamo ya Kiislamu, makundi kama Ikhwanul Muslimin ambayo ndani ya Syria yenyewe linapatikana, na hilo ni kundi ambalo kimataifa sasa mataifa kadhaa ya Kiarabu kiachilia mbali yasiyokuwa ya Kiarabu yamelitambua au kulitaja kwamba ni kundi la kigaidi, pamoja na kwamba linajulikana kwamba kwa karne kadhaa ni kundi ambalo, au kwa miaka mingi sana linajulikana kwamba ni kundi ambalo limekuwa likiendesha harakati za Kiislamu kwa mtazamo wa kisiasa bila kutumia mabavu au nguvu za kijeshi. Kwa hivyo hii nafasi ya kusema kwamba katika hili Syria itakuwa na nafasi gani, tunaweza tukasema kwamba sehemu kubwa sana Syria sasa imepunguza nguvu na ushawishi wa baadhi ya makundi kama ulioashiria kama Hezbollah, ambayo wakati Iran ilipokuwa inasatwa na ushawishi mkubwa ndani ya Syria ilikuwa na nafasi nzuri sana kuweza hata kusaidia harakati za upatikanaji au uhamishaji wa silaha za Iran kuipelekea Hezbollah kupitia kwenye ardhi ya Syria, kitu ambacho bila shaka kwa sasa kukatika kwake kutakuwa na taathira kupunguza nguvu ya ushawishi na nguvu ya kijeshi ya Hezbollah. Lakini kusema kwamba Syria yenyewe moja kwa moja kuweza kusaidia hilo au kuisaidia Marekani katika mapambano hayo ambayo wengine wanayakosoa kwamba ndani yake yanachanganyika na sera za kiunduma kuwili katika kutafsiri hasa magaidi ni nani na ugaidi ni nini, lakini kwa ujumla ni kwamba nafasi yake haitokuwa na nguvu, kwa kuzingatia kwamba hivi sasa bado Syria yenyewe inajikongoja sana kutokuwa na uwezo wote wa kijeshi, kutokuwa na uwezo wote wa kiuchumi, ambapo hata askari wake wenyewe sasa hivi wamekuwa wanapata mafunzo kupitia Uturuki kwa ajili ya kuweza kujizatiti na kuweza kudhamini usalama wa ndani ya Syria kwenyewe. Haya, asante Abdul Fattah, baki hapo hapo, nitarejea tena kwako hapo baadaye. Ibrahim, umemsikia hapo Abdul Fattah akizungumzia mapambano hayo dhidi ya ugaidi na jinsi ambavyo Syria sasa hivi ni kama imeingia katika enzi nyingine na Marekani. Unaona ahadi hii ya Syria ya kupambana na magaidi wa kundi hili linalojiita dola la Kiislamu IS au Daesh linafuatiliwa vipi, na mkakati wa Marekani wa kutumia Syria kama mshirika katika mapambano dhidi ya ugaidi katika eneo zima hili la Mashariki ya Kati, unaona mkakati huu unaweza ukafanikiwa kwa umbali gani? Ile kubwa imekuwa ni kwanza tafsiri ya makundi. Tunapozungumza kuhusu IS, kiuhalisia ndani ya Syria IS sio tishio sana kama makundi mengine yaliyopo ndani ya Syria. Hata makundi yaliyomuunga mkono mwenyewe al-Sharaa kutoka Idlib kuelekea Damascus, kuna makundi yenye silaha na misimamo tofauti na ni hatari zaidi kuliko hata hiyo IS ambayo iliainishwa.
Kitu kimoja ambacho nakiona kwa Marekani ambacho atafaidika nacho au amefaidika nacho kwa Syria ni kuwa Marekani amekuwa na ajenda ya kupambana na makundi kama IS. Toka IS ilivyochukua kipindi hicho Syria na Iraq miaka hiyo mpaka wakafanya makao makuu yakawa pale Raqqa, Syria, na katikati ya miaka 2010. Lakini utakumbuka miaka ya karibuni kuwa ushawishi wa Marekani umepotea kwa kasi kubwa sana ndani ya Iraq, na bunge la Iraq mwaka 2020 baada ya kifo cha General Qasem Soleimani lilipiga kura ya kuamua vikosi vya kimataifa vilivyo katika ardhi ya Iraki viondoke. Sasa Marekani anafahamu kabisa nguvu yake ndani ya Iraki haipo, na raia wengi wa Iraki hawaitaki Marekani ndani ya Iraq. Kwa hiyo uwepo wake ni sababu pekee kuwa tunapambana na makundi kama IS, lakini uhalisia kuwa Irani ana ushawishi mkubwa sana ndani ya Iraki. Kwa hiyo ukitazama jiografia, Iraq, Syria, Marekani kama akapata sehemu nzuri zaidi ya kujificha Syria kijiografia. Sasa kwa Syria hapati upinzani wa ndani wa raia wa kawaida kwa hivi sasa, na ushawishi wa Marekani, unajua Syria ni kama nyumba iliyokuwa inaungua. Sasa Wasiria walikuwa hawajali watazimwa na nini, maji aina gani unazimia ile nyumba. Kwa hiyo Wasiria waliunga mkono al-Sharaa kwa nguvu zote, kutoka katika makundi yote, jamii zote, kwa kiwango kikubwa kuwa aondoke, na likafanikiwa hilo. Kwa hiyo Marekani bado ana nafasi nzuri ya kutumia ule uhusiano na kile kipindi kifupi cha utulivu ndani ya Syria ambacho kiuhalisia sio utulivu halisi. Kwa Syria silaha bado ziko kwenye mikono ya makundi, silaha bado ziko kwenye mikono ya watu, lakini misimamo tofauti ya makundi bado iko wazi. Kilichobaki hivi sasa kuwaunganisha ni kile tu ambacho kimebaki tafsiri kuwa tunasubiri Syria mpya katika uchaguzi ujao. Itakuwaje? Itapangwaje? Itafanyaje? Sasa hii nafasi ndio Marekani anaweza kuitumia kujaribu kupitisha ushawishi wake katika kipindi hiki. Lakini mgogoro mpya na mkubwa ndani ya Syria sio Marekani na Syria. Mgogoro mkubwa ni kati ya Israeli na Uturuki, kwa sababu kwa raia wa ndani wa Syria ushawishi wao mkubwa na wanaunga mkono zaidi Uturuki kuzidi Israeli, na Israeli analazimisha angalau, kwa sababu kiuhalisia kilichoivunja Syria au kilichoondoa Syria ni matokeo ya vita iliyomalizika kati ya Hizbullah na Israel, wakati Netanyahu anasema kuwa tunaanza upya kuipanga Mashariki ya Kati, na wiki hiyo tukaona mashambulizi yameanza ndani ya Syria. Kwa hiyo Israel walikuwa na matumaini makubwa zaidi ndani ya Syria kuwa kudondoka kwa Bashar al-Assad wao watakuwa na ushawishi mkubwa sana, lakini uhalisia unagoma, kwa sababu anayekuwa mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Syria ni Uturuki, na hapo ndio mzozo mpya. Kwa hiyo utulivu wa Uturuki na Israeli ni Marekani pekee, kwa sababu Marekani pia yupo anaunga mkono vikosi vya SDF vya Kituruki. Kwa hiyo ndio anayefanya utulivu uonekane, lakini kama maslahi ya pande mbili hayatojaliwa kati ya Israeli na Uturuki na makundi yaliyo ndani ya Syria, tunaweza tukaishuhudia Syria iliyovurugika zaidi hapo mbele, kwa sababu silaha bado ziko kwenye mikono ya watu ambayo hazimilikiwi na serikali. Haya, anasema hapo silaha bado ziko mikononi mwa watu ambazo hazimilikiwi na serikali. Ibrahim Rahibi. Profesa David Monda, swala hili la Syria linaonekana kuwa ni gumu, manake al-Sharaa kuna wakati alikuwa ni gaidi, akaswekwa ndani na Marekani, ameachiwa, sasa si gaidi tena, na amekuwa sasa ni mshirika wa karibu katika mapambano dhidi ya makundi ambayo ni ya kigaidi nchini mwake. Ni mtu ambaye ukimwangalia anaweza kuaminika, kuweza kuwa na ushirikiano na Marekani, kupambana na makundi yale yale ambayo yeye pia alikuwa sehemu na alikuwa akipigana. Yapo pia vile vile makundi mengine ndani kama makundi ya Kikurdi ambayo yalikuwa yakipigana na hawa wanamgambo. Nafasi ya mapambano haya na kumwangalia al-Sharaa, anaweza kuaminika kweli? Ni vigumu kubashiri na ni vigumu kujua kwa kweli, kwa sababu nadhani kifalsafa al-Sharaa pengine kivyake bado ana fikra zinazopinga ubeberu au ubabe wa Marekani na Israel Mashariki ya Kati na kwenye taifa lake Syria. Lakini tuwasema mwenye nguvu mpishe. Yeye ameona ili kuweza kuendelea kuwa rais wa Syria itabidi ashirikiane na Marekani na madola makubwa, kwa sababu za kiusalama, kwa sababu za kiuchumi na vikwazo vya kiuchumi. Kwa hivyo nadhani liwe liwalo, kindani atajaribu kuleta ule uwiano wa Wasiria. Tusahau ya kwamba kwa karibu nusu karne wale wa Alawi, wale Alawite, kile kikundi cha Kishia kinachohusiana na familia ya Bashar al-Assad na Hafez Assad, ndicho enzi za ukoloni kilikuwa kimepewa kipaumbele.
na kilikuwa kinakandamiza Wasuni kule Syria. Kwa hivyo lazima alete ule uwiano, kwa sababu tusahau ya kwamba Bashar yuko Urusi, na pia Urusi sio mbali sana na Syria, bado ana ushawishi mkubwa. Kwa hivyo Sharaa lazima ajaribu kuleta ule uwiano wa ndani kwa taifa lake. La pili ni hii mbarika ya Lebanon. Chama cha kisosialisti cha Syria kule Lebanon kimekuwa sasa kinapingwa na serikali ya Lebanon. Syria ilikuwa inatumia chama hiki kuwa na ushawishi mkubwa kwa siasa za ndani za Lebanon na yale mapigano za ndani kule Lebanon. Kwa hivyo lazima tena athibiti hali hiyo kwa sera za nje za Syria, kati ya Lebanon na Syria. Kwa hivyo tena hilo ni donda ndugu lingine. La tatu hapa, kaka mwenyekiti, ni ile bandari lililokaliwa na Urusi, bandari la Latakia. Ilikuwa bandari kubwa, la bandari kuu la enzi za Kisovieti. Kwa hivyo ushawishi wa Urusi, tena Al-Sharaa atafanya vipi na mbarika hiyo? Na tena la mwisho ni dola kuu la Israel. Al-Sharaa akijaribu kupinga maslahi ya Marekani na Israel, tunajua wazi ya kwamba Israeli haitasita kutumia jeshi lake kumpiga Al-Sharaa na tena kujaribu kuibana Iran. Kwa hivyo kwa ujumla nadhani yupo pahala pagumu sana. Kwa upande fulani hataki kuonekana ya kwamba yeye ni kibaraka cha Marekani na Israel, lakini tena kwa upande mwingine hawezi kuegemea tena kwa vile vikosi ambavyo vimo ndani mwa Syria na vinapinga Marekani, hususan tena hawa Wakurdi ambao pia wanajaribu kupigwa kalamu na Uturuki. Kwa hali ngumu sana kwa wakati huu. Abdul Fattah, mpango mkubwa huu wa Syria kujiunga na muungano wa kimataifa ambao unaongozwa na Marekani katika mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi Syria na Mashariki ya Kati, tuzingatie athari zake kwa Syria kujiunga na muungano huu. Unaona kwamba athari hizi zinaelekea zaidi kuwa chanya au hasi, hasa kwa kuzingatia makundi ya Kikurdi ya Syria kama hili kundi la SDF, vikosi vya kidemokrasia vya Syria, ambavyo hivi vilikuwa na nafasi muhimu maalum kabisa katika uhusiano wake na Marekani, ikionekana kama kundi ambalo linaisaidia Marekani katika mapambano haya. Sasa Al-Sharaa amekuja na yeye pia amesema niko tayari kupambana na makundi haya. Unaona kwamba Al-Sharaa na serikali yake inaweza ikaichukua nafasi ya SDF, au unaona kwamba mambo yatakwenda tu kama kawaida na kutakuwa na ushirikiano? Kama alivyotangulia mzungumzaji aliyetangulia, profesa kutoka Marekani, alivyoashiria hii nukta ya kwamba katika kadhia hii nzima Rais Ahmad Sharaa wa serikali ya mpito ya Syria amekuwa au atakuwa katika hali ngumu ya mvutano baina ya masuala yake ya ndani na masuala ya kikanda pamoja na masuala ya kimataifa, pamoja na kwamba yeye mwenyewe ameonekana kwamba anajaribu kuleta hali ya mlingano wa kujenga mahusiano yenye mlingano wa nguvu baina ya madola ya kikanda na vile vile madola ya kimataifa. Ingawa katika upande mmoja tumeona hapa kwamba mpaka sasa amejitenga au serikali yake imejitenga kikamilifu na Iran, lakini kwa upande mwingine imekubali au imeonyesha kwamba ina msimamo wa kuendelea kuruhusu Urusi iwe na sauti na ushawishi wake watokea huko nyuma ndani ya Syria. Na ndio maana tukashuhudia kabla safari yake ya Marekani mwezi uliopita Oktoba, alitangulia kwanza kufanya safari ya Urusi na akafanya mazungumzo na Rais Putin na kuahidi kwamba atairuhusu endelee Urusi kuweka vituo vyake muhimu vya kijeshi vya Khaymim na Tartusu vilivyoko katika maeneo ya bandari ya Syria. Sasa suala la msingi ni kwamba tunapozungumzia kundi la Wakurdi wa SDF ambao tunajua kwamba wao kimsingi mvutano wao mkubwa na serikali ya sasa ya muda ya Syria ni suala la wao kuingizwa katika jeshi au vikosi vya ulinzi vya Syria, wakati vikosi hivi ambavyo vimechangia sana kama ulivyoashiria wewe mwenyewe katika vita vya Marekani kupambana na kundi la IS
vilisaidia sana kuvishinda au katika mapigano hayo, na eneo ambalo vimeweza kudhibiti katika upande wa kaskazini mashariki mwa Syria ni matunda ya mapambano yao katika kipindi hicho. Sasa hivi vikosi vya Wakurdi ambao wakati huo kuna utata wa kwamba serikali ya Uturuki inaviangalia vikosi hivi kama ni tawi la kundi la kigaidi la PKK, lakini wakati huo vikosi hivi ni washirika na waitifaki muhimu sana wa Marekani katika eneo hilo, na Marekani yenyewe inavyoonekana haiko tayari moja kwa moja kuondoka katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Syria ambako hadi sasa ingali na askari wake wapatao 1,000 katika eneo hilo. Kwa hivyo hapa kuna hali nzima ya mvutano kuona kwamba ni kwa kiwango gani vikosi hivi vya Wakurdi vitakuwa tayari kuridhia kujumuishwa katika vikosi vya ulinzi vya Syria badala ya kubakia kuwa na yale yanayoita mamlaka yake ya ndani katika eneo hilo, na wakati huo vikosi hivi kuweza kukubalika kuwa ni sehemu ya washirika wa serikali ya Syria ili kushirikiana na Marekani ambao ni waitifaki wake katika vita hivyo dhidi ya ugaidi. Ingawa wachambuzi wengi wanasema kwamba hapa nako kuna suala zima la mvutano. Kadiri ambavyo serikali ya Rais Trump itakavyokuwa na ukuruba zaidi wa kushirikiana na serikali ya Syria, na wakati ambapo serikali ya Syria sasa inataka ividhibiti vikosi vya Kurdi, ndivyo ambavyo huenda serikali ya Marekani italazimika kuviacha mkono vikosi hivyo. Kwa hivyo suala hili zima la kwa kweli vita dhidi ya makundi ya kigaidi katika Mashariki ya Kati, ambayo kimsingi hasa ndicho kisingizio ambacho Marekani imekuwa ikivitumia kwa muda mwingi kwa ajili ya kuingilia kijeshi masuala eneo hili, pengine tunaweza tukasema labda ndiyo mlango wa nyuma ambao Rais Trump anataka kuutumia katika upande mmoja kusema kwamba yeye hataki tena Marekani ijitumbukize katika vita vya kuvamia ardhi za nchi nyingine, lakini anapoliimua suala hili la kuanzisha vita dhidi ya makundi ya kigaidi ni kwamba unahisi ni hatua nyingine tena ambayo inataka kulenga kujiingiza na kujikita tena kijeshi Marekani katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Ibrahim, kuna swala hili la kambi ya jeshi la Marekani Damascus. Kuna taarifa kwamba Marekani inaweza kuanzisha kambi karibu na mji wa Damascus, na vyombo vya habari vya ndani ya Syria viliripoti kwamba ujumbe kutoka muungano wa kimataifa dhidi ya kundi hili la dola la Kiislamu ulishatembelea kambi ya anga, jeshi la anga la kambi ya Al-Sin ambayo inapatikana kiasi kilomita 80 kutoka mji mkuu wa Syria Damascus katika jangwa la Syria. Pia kuna taarifa kwamba hoteli ya Trump, mnara wa Trump unaweza pia kujengwa huko Damascus. Hatua hii unafikiri inaimarisha vipi dhima ya Marekani, Syria na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake? Kifupi, hili suala la kambi ya Marekani, ni vigumu sana kwa Marekani kusaini mkataba na IS wa mapambano bila kuweka kambi. Hii inatoa kibali maalum kwa Marekani uwepo wake ndani ya Syria, licha ya kuwa tayari wapo upande wa SDF kule, lakini sasa wanakuja rasmi wasogee karibu zaidi. Sasa yale mapambano ya vita vya makundi yenye silaha ndio utaanza rasmi katika kipindi hicho, lakini bado unaweza nikapigia mstari kile alichokisema mwenzangu kutoka Teherani kuwa hakuna sehemu ngumu zaidi ya Marekani ambapo atapoambiwa chagua upande, kwa sababu ukiangalia mazungumzo yanayoendelea kati ya SDF na jeshi la Syria ni mtego ule ambao walishindwa kufikia muafaka kati ya RSF pamoja na jeshi la Sudani na kuingia kwenye mgogoro, wakati RSF walipokuwa wamefikia mwisho kuwa waingizwe kuwa sehemu ya jeshi la Sudani, na hapo Dagalo akahisi kuwa anaenda kupoteza ushawishi. Sasa kwa SDF ni njia ile ambapo kuwa wao wanaamini kuwa wamekuwa bora kwa Marekani, kwa sababu kipindi serikali kuu ya Damascus imewatenga wao, walikuwa na uhusiano na Marekani katika vita. Katika awamu ya kwanza ya Donald Trump alishirikiana nao vizuri sana, lakini kuna kipindi aliwakeuka, akatoka mpakani na Uturuki akawashambulia. Kwa hiyo hilo wanalikumbuka. Sasa mara hii Marekani ana maamuzi mawili, achague kikubwa au achague kubaki na ushirika na SDF. Ikiwa SDF watagoma kujiunga na jeshi la Syria, sasa ataamua aende Damascus au abaki huku. Na unavyojua kuwa SDF bado wana nguvu, wana uwezo wa kupigana, wana silaha na wanamiliki eneo kubwa zaidi, na mara zote wameonyesha kuwa hawataki kuwa sehemu ya jeshi, lakini wanataka kuwa na mamlaka ambayo itaamua upande wao, na wao wakijitawala sehemu yao. Wanataka jimbo lao liwe mfano wa jimbo la Arbil la Iraq ambalo linaweza kufanya maamuzi na kila kitu, lakini linakuwa linahesabika ndani ya Iraq. Sasa hapa ndio kwenye mgogoro mkubwa zaidi, na hapa ni kipimo cha imani ya Marekani, au turudi kwenye ile nadharia kuwa
Marekani huwa hana adui wa kudumu, ila ana maslahi ya kudumu. Marekani atapima maslahi yake mazuri yako upande gani na amue kuunga mkono upande upi ikiwa watashindwa kufikia mwafaka. Profesa David Monda, tuzungumzie sasa azma ya Israel kutaka kuyafufua mazungumzo kati yake na Syria ambayo yalikuwa yameshaanza enzi za Bashar al-Assad, lakini yakaparaganyika, yakasambaratika baada ya Assad kuondoka na al-Sharaa sasa hivi ameingia, na Israel ina matumaini kwamba mazungumzo haya huenda yakaanza tena chini ya Rais Trump na pengine kupunguza ile hofu ambayo Israel inakuwa nayo kuhusu Syria, kwamba Syria ni kitisho kwake. Unaona kwa umbali gani uwezekano huu wa mazungumzo haya kufufuka upo, na kama yanaweza kwenda mbali hivyo kuweza kuiondosha hofu ya Israel kuhusu Syria? Yanaweza kupata mwafaka, yanaweza kupata kipaumbele, hususan tukijua yataungwa mkono kwa karibu na serikali ya Donald Trump. Marekani na Israel zinataka kushirikiana kuibana Iran na ushawishi wa Iran kule Syria na Mashariki ya Kati kwa ujumla, kwa maslahi ya kujaribu kuitenga Urusi. Marekani lazima ishirikiane na serikali hii ya al-Sharaa, lakini kwa maslahi yake ya kindani, al-Sharaa lazima pia ashirikiane na dola hii kuu ya Marekani, kwa sababu anataka vikwazo vya kiuchumi viondolewe, na pia anataka lile kura la turufu la Marekani na madola ya Ulaya yasitumike tena kuipiga kalamu Syria kwa umoja wa kimataifa. Kwa hivyo nadhani kwenda mbele al-Sharaa atajaribu kushirikiana na Marekani, lakini tena kwa upande fulani tena hatataka kuonekana ya kwamba yeye ni kibaraka cha Marekani. Atashirikiana na Marekani vile ataweza, lakini pia atapata kipaumbele kujaribu kufanya mazungumzo na Israel, kwa sababu tusahau ya kwamba madola mengi ya Kiarabu tena yamekuwa yakiendeleza mfumo wa kupata amani na Israel. Madola kama Misri, tunajua siku za nyuma, Jordan, Morocco hivi pia, na pia Saudi Arabia ni kama imeanza kuja karibu kupata amani na Israel. Kwa hivyo atatumia pia jambo hilo al-Sharaa tena kusema kwamba Syria tena haiwezi kuachwa nyuma tena, lazima ifanye amani kule Mashariki ya Kati ili iweze kuendeleza maslahi yake kati ya Syria na Israeli. Abdul Fattah, ukiangalia kwa yale ambayo yametokea katika ziara hii ya al-Sharaa na mkutano wake na Rais Donald Trump, azma hapa au lengo, mtu huwezi kusema kwamba ni kuibananga nchi ya Syria, bali ni kutaka sasa kuijenga upya na kuileta na kuiingiza katika eneo pana la Mashariki ya Kati ambalo sasa hivi liko chini ya udhibiti wa Marekani katika muungano huu wa kimataifa ambao Syria imejiunga kama mwanachama wa 90. Tuangalie swala hili la amani kati ya Syria na Israel, mashirikiano, maelewano. Tathmini yako unaiona vipi? Yapo matumaini? Matumaini kwa mtazamo wangu mimi itategemea Syria kwa hakika itakuwa na mwelekeo gani katika swala hili. Syria yenyewe kwa mujibu wa maelezo ambayo ametoa yeye mwenyewe Rais Ahmad Shara kwamba nchi yake imeanza kuwa na mazungumzo na Israel au imekuwa na mawasiliano na Israel, lakini ana msimamo wake wa msingi wa kwamba ili kuweza kufikiria suala la kuwa na uhusiano wa kijeshi na kiusalama na Israel na pengine hata kufikia hiyo hatua ya kuanzisha uhusiano rasmi na Israel kama yalivyofanya mataifa mengine ya Kiarabu, ni lazima kwanza Israel iondoke katika maeneo ya Syria inayoyakalia kwa mabavu. Na si haya tu ambayo imeyavamia tokea mwezi Disemba mwaka uliopita, tokea ulipoangushwa utawala wa Bashar al-Assad ya upande wa kusini na kukaribia hata katika mji mkuu Damascus, lakini yale maeneo ya msingi zaidi ya miinuko ya Golan ambayo Israel imekuwa ikiakalia tokea katika vita vilivyopita. Sasa hapa ndipo ambapo penye tatizo la kusema kwamba ni kwa kiwango gani suala la suluhu na maelewano baina ya Syria na Israel linaweza likafanikiwa, kwa sababu tajriba inaonyesha au uzoefu unaonyesha kwamba Israel
haiko tayari kirahisi kuondoka katika maeneo inayoyakalia kwa mabavu katika nchi nyingine, ikiwa nchi hiyo itakuwa ina uwezo na nguvu za kijeshi. Na hili tumeliona mfano wake kwa upande wa Lebanon, ambako pamoja na kwamba iliondoka katika maeneo ya ndani kabisa kusini mwa Lebanon baada ya vita baina yake na Hizbullah, lakini pamoja na hayo ni kwamba kwa kuwa kikosi au makundi la Hizbullah limeendelea kuwa na nguvu za kijeshi katika eneo la kusini mwa Lebanon, Israel haikukubali kufanya hivyo, na mpaka sasa bado inakalia kwa mabavu maeneo ya ardhi ya Lebanon. Kwa hivyo hata huko Syria nako, ikiwa Israel itahisi kwamba ili kuweza kurejesha maeneo ya ardhi ya Syria kwa msingi wa kwamba Syria itakuwa ni nchi yenye mamlaka ya kujitawala na yenye uwezo na nguvu za kijeshi, hilo ni jambo ambalo kwa mtazamo wangu ni baidi au liko mbali kabisa kwamba Israel itakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hivyo vinginevyo ni kwamba Syria yenyewe au Ahmad Shari na serikali yake wawe tayari wao kulegeza msimamo kwamba wakubali kupoteza maeneo ya ardhi ya Syria kwa ajili ya kutaka kuanzisha uhusiano rasmi na kuitambua rasmi Israel, jambo ambalo nahisi litakuwa ni vigumu kwake binafsi na vile vile kwa jamii ya Syria wenyewe na msimamo wao ulivyo kuhusiana na mamlaka yao ya kujitawala. Haya, tunakaribia kukamilisha kipindi chetu. Profesa David Monda, tuangalie sasa swala la vikwazo na mstakabali wa kiuchumi wa Syria. Maelezo maalum na ratiba ya kuondoa vikwazo vya Marekani unauona ni upi, na hii inawezaje kuathiri manake juhudi za kuijenga upya Syria baada ya vita? Nadhani ni muhimu sana kwa Marekani na pia kwa Syria kwa vikwazo hivi vya kiuchumi viondolewe, kwa sababu vikwazo hivi vikiendelea kuibana Syria na hali ya kiuchumi tuseme kule Syria ikiendelea kudorora, itaiweka serikali ya Al-Sharaa pahala pagumu sana kuendelea kushirikiana na Marekani. Kwa hivyo lazima vikwazo hivi viondolewe, hali ya kiuchumi ya Syria iboreshwe. Lakini donda ndugu hapa ni kwamba ili vikwazo hivi vya kiuchumi viondolewe, je, Al-Sharaa atakubaliana na Marekani kwa kimsingi na masuala gani? Na masuala hayo kweli yatakubalika na vile vikosi ambavyo vimo Syria vinavyoshirikiana na mirengo tofauti kwenye serikali ya Al-Sharaa kuipinga Marekani, vitakubalika au la? Hilo ndilo swali ambalo lazima Al-Sharaa atalijibu. Kwa upande fulani atawezaje kidiplomasia kushirikiana na Marekani kuondoa vikwazo hivi, lakini yale atakayokubaliana nayo na Marekani kwa kuondoa vikwazo hivi kweli huenda tena ikasambaratisha hali ya usalama mle ndani kwa Syria. Kwa hivyo itabidi afanye utaalamu fulani, ufasaha fulani kwenda kuchenga chenga za kisiasa mle ndani Syria ili amani iweze kudumu na vikwazo hivi viondolewe. Haya, asante sana Ibrahim Rahibi. Ningependa nisikie pia na wewe kauli yako kuhusu swala hili la uchumi wa Syria. Unasemaje? Bila shaka Syria imekuwa ikilitaka hilo na imechagizwa kwa kusukumwa na baadhi ya viongozi wenye ushawishi na wenye urafiki na Donald Trump. Vikwazo vingi vimetoka kutokana na shinikizo kidogo kutoka kwa Saudi Arabia. Unajua mwanamfalme na Trump ni watu walio karibu, lakini pia Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, pia amesukuma mara kadhaa hili liweze kumalizika. Kwa hiyo unaweza ukaona kama kuwa kuna nchi ambazo ni washirika wa kiuchumi na Marekani ambao wapo Mashariki ya Kati na wana nguvu na walikuwa na vita kubwa kwa muda mrefu kuhakikisha Irani anaondoka Syria, na sasa wanaona kuwa Irani ameondoka, lakini kila wakijaribu kuweka mikono yao wanakutana na mambo mengi na vikwazo vya Marekani kuwa hawawezi wakasaidia lolote. Kwa hiyo kuna wakati wamekuwa wakisukuma kwa Marekani kuhakikisha kuwa Marekani na lifti vile vikwazo vinaondoka ili waweze kupitisha na kusaidia na kuweza kuifanya Irani iwe mbali zaidi na kuifunga Lebanoni kwenda upande wa pili. Kwa hiyo hili linawezekana, lakini kama alivyosema profesa kuwa shida kubwa imekuwa ni mahusiano ya Israeli na Syria, kwa sababu Israeli wameshatamka kuwa hawawezi kuondoka. Kama milima ya Meroni kule hawawezi wakaondoka. Tayari ile Golani ilikuwa imekatwa kipindi cha nyuma, lakini na walikuwa na mkataba wa mwaka 74 ambao ulikuwa unawazuia wasiingie, lakini baada ya kudondoka Bashar al-Assad, Israeli wamevuka ule mpaka, wameingia upande wa pili. Israeli wako karibu kabisa na Daraya. Israeli wako Quneitra, yani wako ndani kabisa ya ardhi ya Syria na hawako tayari kuondoka. Hapa ndio kutatokea
mzozo mbaya, maanake kuwa Marekani hawezi, ile package ile ya vikwazo ni lazima iambatane na makubaliano ya Israeli. Kwa hiyo hii ndio kazi al-Sharaa ambayo atakutana nayo, kwa sababu atakutana na vitu vigumu ambavyo vitamsukuma wakati mwingine kumlazimisha kufanya yale ambayo kuwa hakuwa anayataka, na kila upande anataka kuuridhisha. Mambo yatakuwa magumu sana hapo mbele. Haya, asante sana Abdul Fattah. Tukamilishie kipindi chetu. Al-Sharaa, unamwona yuko katika mtanziko au njia panda? Ni mtu ambaye yupo katika mtanziko na yupo katika njia panda, lakini alivyojionyesha ni mtu ambaye anajaribu kuchanga karata zake ili kuhakikisha kwamba kwa upande mmoja Syria inajitoa katika hali ya kutengwa kimataifa, lakini na kwa wakati huo huo anapata uungaji mkono wa jamii tofauti za Syria iliyokuwa imeparaganyika kwa muda mrefu ili kuweza kuwa na nafasi na ushawishi wa uongozi katika Syria hii mpya sasa. Haya, nakushukuru sana Abdul Fattah Musa. Basi kufikia hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili mustakabali wa Syria, hasa baada ya ziara ya rais wa serikali ya mpito ya Syria Al-Sharaa huko mjini Washington na kusaini mkataba akiingiza nchi yake ya Syria katika muungano wa kimataifa ambao unapambana na makundi ya kigaidi, hasa kundi linalojiita dola la Kiislamu IS. Kwenye meza ya mazungumzo hivi leo tumekuwa naye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na mwandishi habari akiwa huko mjini Tehran nchini Iran. Katika jiji la Dar es Salaam, jiji kubwa la kibiashara huko nchini Tanzania, tumekuwa naye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na huko mjini New York nchini Marekani tumekuwa naye mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa na Marekani, Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.